Ilimalizika na Ally Kamwe aliweza baada ya mahojiano baadaye aliweza kuachwa huru na akaanza safari ya kurejea Dar es Salaam. Na kamanda wa polisi mkoa wa Tabora Richard Yabwao pia aliweza kuzungumza na waandishi wa habari hapo jana mara baada ya kumaliza mahojiano na Ally Kamwe, na akataja sababu ambazo ziliwafanya wao jeshi la polisi mkoa wa Tabora kumshikilia Ally Kamwe. Huyu hapa Richard Yabwao, kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, akifafanua kwa nini walimshikilia Ally Kamwe. Na amefanyiwa mahojiano toka jana tulikuwa naye, na mpaka muda huu wa mchana ninavyozungumza ameachiwa kwa dhamana na atatakiwa kuripoti kwenye kituo cha polisi tarehe 21 kwa taratibu nyingine za kisheria ambazo zinaendelea. Ni maneno ambayo yalionekana kuwa sio maneno ya staa, hayakuwa maneno ya staa, hususan kwa kiongozi, kwa namna ambavyo amekuwa akiyatoa, na pengine alikwenda kumdhalilisha kwenye utu wake kama kiongozi kwa namna ambavyo ameyazungumza. Lakini ukisikiliza kwa makini unaona ametaja mamlaka zake za uteuzi. Kwa hiyo amefikia hatua ya kutaja mamlaka ya uteuzi ya mkuu wa mkoa, kama vile akionyesha yani mamlaka labda ilimteua labda kwa mapungufu fulani. Kwa hiyo kulikuwa na lugha ambazo hazikuwa za kiwana michezo. Swala hili tunaliondoa kwenye utaratibu wa kawaida wa kimichezo, na ni kosa ambalo amelifanya ambalo linatakiwa lishughulikiwe kwa mujibu wa sheria. Yes, huyo ni Richard Yabwao ambaye ni kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, akiweka wazi kwamba muda ambao alimshikilia Ally Kamwe ni kuanzia ile juzi baada ya mechi kumalizika, na inatajwa saa 7 usiku hivi mpaka jana ndo wakaja wakamwachia. Na mahojiano kama hivyo tumesikia aina ya makosa ambayo aliyafanya hayakuwa makosa ya kimpira, ni alivunja sheria na kukosoa mamlaka ya uteuzi. Aliigusa mamlaka ya uteuzi. Kwa hiyo hizo ndio sababu ambazo zilifanya Ally Kamwe akashikiliwa au akakamatwa na polisi. Ibra, sasa nagusia hapo. Huyu kamanda kaingia kwenye mfumo wangu ule. Unajua Ibra, kwenye kuongelea football tuongee nini? Sawa? Mimi bahati nzuri mkuu wa mkoa mimi rafiki yangu sana. Na mimi baada ndio maana unaongea kwa uchungu. So kwa uchungu. Mimi baada ile issue familia kagusa. Mimi nilimpigia jioni siku hiyo. Akanambia bana, hili swala haliwezi kuisha. Tuko moja kwa sababu anamkosoa mpaka rais. Tuko moja, unavoenda kukosoa mamlaka za uteuzi. Na maana kwamba bwana Chacha yuko pale kimakosa. Yaani wewe ndio una akili na klabu yako. Dokta, haya hilo limeisha. Nafikiri Watanzania wengi kupitia Kipenga Extra wamemsikia kamanda na wamejua sababu za kwa nini Ally Kamwe alikamatwa. Kwa hiyo limeisha hivyo. Niliona pia andiko la Haji Manara ambalo aliandika jana. Niliona busara nyingi sana kwa Haji, na Haji inaweza kusema inawezekana kwa sababu yeye ni mtu wa siasa, anaujua ukubwa wa position mkuu wa mkoa, ndio maana akawaombea radhi vijana nini na vitu kama hivyo. Lakini pia kwenye eneo zima la mipaka Dokta anazungumza hivyo, na jana tuligusa hapa, kuna vitu alizungumza Elbogasti. Kitu kingine ambacho mimi nimejifunza kikubwa, elimu ya uraia ni ndogo sana. Sijajua kama kwa Watanzania wote au kwenye familia ya watu wa football. Yani kutengeneza ile mipaka, kujua huyu mpaka hapa anatakiwa huyu nani anatakiwa nifanye nini. Naamini pia ni vitu ambavyo tunaendelea kujifunza. Kwa haraka tumeingiza swala la football hapo, sio hivyo, na elimu ya uraia, lakini football imekuja kuchukua mpaka hata inakuja kuwapa shida watu wengine. Nimezungumza kwenye elimu ya uraia kwenye kujua mipaka ile, kwamba inawezekana wewe una burudani zako, msanii, wewe mwana michezo upo na michezo yako, lakini inapokuja una deal labda na kiongozi wa level fulani lazima inawezekana siku tunamkanga walikalia kila siku. Kwa hiyo tunaona moja huyu atanisaidia. Huyu Ally Kamwe na timu yetu walivyoenda kukaa pale walilindwa na nani? Sina mkuu wa mkoa. Wameamka na nani? Sina mkuu wa mkoa. Alafu unamtoleta na maneno mtu aliyekulinda. Ndio hivyo vitu vidogo ndio tunazungumza hivyo. Bwana, tuachane na jambo hilo. Tumtazame mnyama Simba Sports Club. Bwana, wamerejea alfajiri ya hii leo, na jambo kubwa zaidi ni maandalizi kwenda kwenye mchezo unaofuata. Watu wengi wakiwa wana maswali kwamba ni nini ambacho kitafuata kwa upande wa Simba kwenda kwenye huo mchezo, pressure ikiwa kubwa. Afisa habari wa klabu hiyo Ahmed Ally anasema matokeo hayo ya 2-0 hayajawatingisha chochote kwenye jambo lao la hii tunavuka. Huyu hapa
Ahmed Ally akizungumza na waandishi wa habari asubuhi ya leo wakati wametua nchini. Matokeo yalotokea pale Suez Misri wala hajatutingisha hata kidogo na wala hajatuumbisha hata kidogo. Kama kuna mwana Simba amekata tamaa, basi huyo lazima ajichunguze upya na uimara wa usimba wake. Sisi Simba wenyewe tunasema kwamba hii ngoma bado mbichi sana na hii ngoma bado nyeupe kweli kweli. Nafasi ya kuvuka tunayo, na tangu mwanzo tulisema hii tunavuka. Tunavukaje? Ni baada ya tarehe 9 ya mwezi wa 4 mnyama atakuwa nusu finali. Kwa hiyo wana Simba ni watu hofu, wala wasiwe na mashaka hata kidogo. Mchezo wa jana tulikuwa kwenye ubora wetu kwa dakika zote 90. Ni makosa kidogo tu ambayo yalipelekea sisi kupoteza mchezo ule, lakini hilo wala halituyumbishi kwa sababu tunafahamu ni nini tunapaswa kufanya ili Simba aende nusu finali. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaita na kuwaomba wana Simba, wao jukumu lao la msingi tu ni kuja Benjamin Mkapa, nusu finali watu wachie sisi. Jukumu pekee lililobaki ni watu kutoa hofu na kwenda kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 9 kuhakikisha kwamba hiyo nusu finali Simba hatimaye anaifikia. Na mwana Simba ambaye tunaye hapa ndani ni coach Yusuf Mwenda. Coach Mwenda. Yes, mbona kama umesizi? Maneno yamekuingia ya msemaji, umemuelewa? Anasema 2-0 si jambo. Mlicheza vizuri na nusu finali hii ipo, muachie wao, kikubwa ni nyie kwenda uwanjani tu. Sawa, tutaenda kwa sababu kuna wakaanga maneno na wachezaji wa mpira. Msemaji anakaanga maneno siku zote, analinda ugali wake, aongee vizuri. Mabosi waendelee kumkubali kwamba anatetea sembe lake na kuwapa watu moyo, lakini tumedondokaji au tumejikwaa vipi? Hata watu ambao hawajui mpira mnaangalia. Nilishasema toka awali, huyu kochi hana uwezo, tusidanganyane. Kwenda kumpiga Mwarabu bao 3 kwa timu gani kama ile? Mmeona wenyewe uchezaji wao. Simba imepoteza game, mwalimu hata kufanya sabu, mwenzake kafanya sabu 5 ambazo ni live. Umemwona pale ngoma, game imemshinda. Toa ngoma, ingiza mtu wa maana wapo. Toa Shabalala, ingiza mtu noma. Mnenda kamtoe huyu Ateba, muingize huyu Mganda mapema. Kwa hiyo kaja kufanya sabu moja dakika 85, anategemea nini? Huyu siku zote alikopita alikuwa ni assistant coach. Ndio maana anakuwa narudi kwamba sisi Simba tunakuwa hatuna maamuzi sahihi katika kumuondosha mtu, kuleta mtu mbadala. Angalia upande wa pili, wameweza kuondosha ndani ya msimu huu makocha zaidi ya 3, kwa sababu unaona mtu anashangaa, anazubaa, analegea, hakupi kile kinachohitajika. Muondoshe, lete mtu mwingine. Huyu hajawahi kuwa head coach, amekuwa assistant coach, kocha msaidizi. Kwa hiyo anakuja kutafuta CV, udhania kama hatuna uchungu. Ungeangalia hata uchezaji wa Manarasi ni watu wepesi. Hata mzee Bolu Tembe, mzee Mgunda alikuwa anawatandika tu. Umeona huu uchezaji wa wachezaji anawafundisha nini mazoezi? Kwa sababu unamuona mchezaji yani ni juhudi, hata tulikofika ni juhudi za wachezaji binafsi, uwezo wao. Anafundisha samba iliyo slow, hana kwamba hata kupiga mipira kushtukiza mirefu hakuna, bado mnafosi, bado kipa mnampa mipira mirefu, anachukua kama yuko kwao.